nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 5, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya ya 4 hadi ya 9, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 8 aya ya 21 hadi ya 30. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia Mafarisayo, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Basi Wayahudi wakasema, je, atajiua kwa kuwa asema, mimi niendako, ninyi hamwezi kuja? Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msipo sadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Basi wakamwambia, nani wewe? Yesu akawaambia, hasa neno lilo hilo ninalowaambia. Ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo niyanenayo katika ulimwengu. Wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba. Basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumwinua Mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha ndivyo ninenavyo. Naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu wapendwa katika Kristo, Injili hii ya leo inatualika katika fumbo la kina sana la maisha ya kiroho, fumbo linalogusa hatima ya mwanadamu mbele ya Mungu. Yesu anasema kwa uzito mkubwa, nitakwenda zangu nanyi mtanitafuta, lakini mtakufa katika dhambi zenu. Haya ni maneno yanayotetemesha moyo, si kwa sababu ya ukali wake tu, bali kwa sababu yanaonyesha ukweli wa hali ya mwanadamu bila Mungu. Yesu hatoi maneno haya kwa lengo la kutisha, bali kwa upendo wa kina unaodai wokovu wa kila mmoja wetu. Ni sauti ya mchungaji mwema anayemwita kondoo aliyepotea arudi nyumbani kabla hajachelewa. Katika maneno haya tunafunuliwa ukweli mkubwa kwamba kuna pengo kati ya Mungu na mwanadamu pale ambapo dhambi inatawala. Yesu anasema yeye anatoka juu na sisi tuko chini. Hii ina maana kwamba bila neema ya Mungu mwanadamu hawezi kufikia ukweli wa juu kwa nguvu zake mwenyewe. Ulimwengu wa leo unatufundisha kujitegemea, kujiamini kupita kiasi na kuamini kuwa tunaweza kujitosheleza bila Mungu. Lakini Injili hii inatufundisha kinyume chake. Bila Kristo, maisha ya mwanadamu hubaki katika giza zito, hata kama nje yanaonekana kung'aa. Ndiyo maana Mtakatifu Agustino alikiri kwa unyenyekevu mkubwa, moyo wangu hautulii mpaka utulie ndani yako, Mungu. Hili ni fundisho la milele. Roho ya mwanadamu imeumbwa kwa ajili ya Mungu, na nje ya Mungu hakuna pumziko la kweli.
Yesu anaendelea kusema, msipoamini kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Hapa tunaona wazi kuwa imani si jambo la hiari tu, bali ni jambo la lazima kwa wokovu. Imani ni zaidi ya kukubali kwa akili, ni tendo la moyo linalobadilisha maisha yote ya mtu kwa mujibu wa mafundisho ya kanisa kama inavyofundisha katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 161. Kuamini katika Yesu Kristo na katika yule aliyemtuma kwa ajili ya wokovu wetu ni jambo la lazima ili tupate wokovu. Hivyo basi, imani si mapambo ya maisha ya Kikristo bali ni msingi wake mkuu. Mtakatifu Thomas Aquinas anaeleza kuhusu imani ya kweli humvuta mtu katika ukweli wa Mungu na kumfanya aishi kulingana na ukweli huo. Ndiyo maana hatuwezi kudai kuwa tuna imani kama maisha yetu hayaonyeshi matunda ya haki, upendo na toba ya kweli. Yesu anaposema, mtakapomwinua mwana wa Adamu ndipo mtakapojua kwamba mimi ndiye, anatufunulia siri ya msalaba, ambapo hapa tunagundua jambo la ajabu. Utukufu wa Mungu haujifunui katika nguvu za dunia, bali katika udhaifu unaookoa msalaba. Ni kinyume cha mantiki ya dunia. Dunia inatafuta kushinda, lakini Kristo anashinda kwa kujitoa. Dunia inatafuta heshima, lakini Kristo anapata utukufu kupitia fedheha ya msalaba. Dunia inatafuta kujilinda, lakini Kristo anajitoa kabisa kwa ajili ya wengine. Mtakatifu Fransisko wa Asizi alielewa siri hii kwa kina, akaona katika msalaba si tu mateso, bali ni mlango wa upendo wa kweli unaobadilisha moyo wa mwanadamu. Ndugu wapendwa, tukilitazama neno hili katika maisha ya leo, tunagundua kuwa bado kuna watu wengi wanaoishi kana kwamba Yesu hayupo. Watu wanatafuta furaha katika vitu vinavyopita, mali, anasa, teknolojia na heshima za dunia, lakini ndani ya mioyo yao kuna utupu ambao hauwezi kujazwa na kitu chochote cha kidunia. Mfano halisi ni mtu anayekataa kusikiliza onyo la daktari kuhusu afya yake. Anaendelea na mtindo mbaya wa maisha mpaka siku anapokuja kugundua kuwa amechelewa sana. Vivyo hivyo, mtu anayepuuza sauti ya Mungu ndani ya dhamiri yake anajiweka katika hatari ya kupoteza uzima wa milele. Yesu anatuita sasa, si kesho. Anasema nasi leo kwa sababu anajua hatima yetu iko hatarini. Hata hivyo, injili hii haimaliziki katika huzuni, bali katika tumaini. Tunasikia kuwa wengi walimwamini Yesu waliposikia maneno yake. Hii ina maana kuwa neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha moyo wa mwanadamu, hata kama ulikuwa mgumu kiasi gani. Hakuna dhambi kubwa kuliko huruma ya Mungu. Hakuna mtu aliyepotea kabisa, ingawa bado ana nafasi ya kusikia na kuitikia sauti ya Kristo. Kwa hiyo, ndugu wapendwa, tunaitwa kuchukua uamuzi wa dhati. Tusibaki katikati, tusichelewe, tusijidanganye. Leo ndiyo siku ya wokovu. Tuchague kumwamini Kristo kwa moyo wote, tuchague kuacha dhambi na tuchague kuishi maisha mapya ya neema. Tusiogope msalaba katika maisha yetu, kwa sababu ndani yake ndimo kuna uzima. Tukiungana na Kristo katika mateso yake, tutaungana naye pia katika utukufu wake. Mwisho, tujiulize kwa unyenyekevu, je, ninamjua kweli Kristo katika maisha yangu au ninamsikia tu kwa mbali? Je, imani yangu inaonekana katika matendo yangu au ni maneno matupu? Je, nipo tayari kubadilika leo
au naahirisha wokovu wangu? Ndugu zangu, tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Tumsikilize Kristo anayetuambia, njoo nifuate upate uzima. Tukimkubali leo, hatutakufa katika dhambi zetu, bali tutaishi milele ndani yake. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Pancras Daudi Pera wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema